Ni takriban miaka 8 sasa Simba wamekuwa wakihangaika katika kukamilisha mchakato wao wa kwenda katika mabadiliko ya mfumo, lakini BMT, Baraza la Michezo Tanzania, wametoa maagizo kwamba bodi ya Simba inatakiwa iongozwe kwa upande wa mwenyekiti ambaye anaongoza hisa za wanachama. Mo Dewji pia kwa upande wake wanatakiwa waongezeke wawekezaji wawe 3. Mimi ni Yusufu Mpuma, niko na Lusama, atatuelezea kwa undani zaidi ni kipi hasa kinachoitafuna Simba kwa sasa. Lusama, hili linaloendelea ndani ya Simba imekuwa ni muendelezo mpaka sasa, ni miaka 8. Unadhani Simba wanatakiwa wafuate maelekezo ya BMT au ni nini hasa kinatakiwa kufanyika? Wajua, hakuna njia rahisi ambayo Simba wanaweza kuitumia zaidi ya kufuata maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka za kiserikali. So BMT wametoa maelekezo ni vitu gani ambavyo wanapaswa kuvifanya, ni lazima Simba wafuate. Hakuna namna wanaweza wakaenda against na kile ambacho kimeagizwa. Taarifa ni kwamba kuna baadhi ya vitu vinapaswa kufanywa marekebisho. Na hivi karibuni itakuwa, I think ni siku ya Jumapili tarehe 30, kwenye mkutano watakuwa na mkutano mkuu ambao hapo ndipo kila kitu kitaenda kwa bayana ili wanachama waweze kupitisha, kwa sababu ni issue zinazohusu masuala ya kikatiba na haipo mtu yeyote mwenye mandate ya kubadilisha chochote, ila ni mkutano mkuu wa wanachama ambao unaweza ukabadilisha jambo lote lile linalohusiana na masuala mazima ya kikatiba. So tunasubiri tuone ni kitu gani ambacho mashabiki wa Simba wataenda kukifanya kwa kuinusuru Simba yao. Tukianzia kwa upande wa mwenyekiti wa timu kuwa rais wa ile bodi, kuongoza ile bodi ya wawekezaji, wewe kwa kweli unaona lina maana au unahisi kama vile la kwenda kuharibu kabisa mfumo wa kwanza kabisa ilikuwa ni jambo ambalo ni la kustaajabisha. Kwenye mifumo yote ya kitaasisi tunapokuja kwenye masuala ya uwekezaji, yule mwenye hisa nyingi ndiye anakuwa na mamlaka ya kuamua. Simba Sports Club upande wa Mo Dewji ambaye alikuwa anamiliki 49%, ndio huyo alikuwa anapewa nguvu ya kutoa mwenyekiti. Yani yeye alikuwa na uwezo wa kumappoint mwenyekiti. Yani inawezekana kuna siku Mohamed Dewji angelala akaamka, namba zangu akaziota, angenipigia simu, Usama na kuteua njoo mwenyekiti wa klabu ya Simba, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kwenye mamlaka yake. Ndio maana alimweka try again, akamuondoa, amemweka Crescentius Magoli, lakini before hapo alianza kuwa yeye, akatoka anaweka watu wengine. Kwa hiyo katiba ya Simba ni kama ilikuwa imeviolate uhalisia wa mambo jinsi ambavyo yanapaswa kuwa, kwa sababu wale ambao wanaonekana kuwa wengi ndio walikuwa wanaonekana kutokuwa na nguvu ya maamuzi ndani ya Simba, na wale wachache ndio walikuwa wanaonekana kuwa na nguvu ya maamuzi kwa upande wa Simba. So in terms of katiba inavyoelekeza, Simba walikuwa sahihi kwa sababu ni katiba walioiandaa wao wenyewe. Lakini speaking of utaratibu ambavyo unapaswa kuwa na ambao ni utaratibu wa kicorporate, walikuwa wanaenda against. So kwangu mimi hichi ambacho serikali imekitolea maelekezo iko sawa sawa kabisa, na ni kitu ambacho wana Simba wote wanapaswa kukifuata. Hata mashabiki wa Simba wanaamini kwamba yule mtu mwenye nguvu ya pesa ndiye anapaswa kuwa kiongozi wa juu. Lakini huu utaratibu unakuja, unakwenda kuiathiri vipi Simba au unakwenda kuiboresha vipi Simba? Cha kwanza kabisa wana Simba wanapaswa kufahamu, katiba haimtaji Murtaza Mangungu kwenda kwa mwenyekiti wa Simba, kwa sababu wamepewa maelekezo ya kufanya maboresho ya katiba yao, kuongeza baadhi ya vitu kwenye katiba yao, na wao ndio wenye katiba yao, wenye uwezo wa kuamua. Basi kwenye mkutano mkuu wanaweza, kama hawamtaki Murtaza Mangungu awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, inaweza ikatoka petition kwenye mkutano wao huo wakaiomba serikali wakati huu ambao wanafanya marekebisho ya katiba, kuweka vitu sawa sawa. Basi katiba itakapokuja kuanza, katiba hiyo itumike kumpata mwenyekiti mwingine. Yani ufanyike uchaguzi ili Simba impate mwenyekiti ambaye atakuja kuendana sasa na mfumo rasmi ambao wanaohitaji. Kwani uchaguzi unatakiwa kufanyika lini wa viongozi wa Simba? I think bado miaka 2 kama sikosei. 2028 kama sikosei ndio uchaguzi. 27
ndio uchaguzi unaweza ukafanyika. So bado kuna kitambo kirefu. So kwa sababu kuna mabadiliko ya katiba na wanasimba wengi wana hofu juu ya maamuzi na uwezo wa kuongoza wa mzee Murtaza Mangungu. Kwa nini wana hofu? Yaani kwa nini wasemee kwamba wana hofu na kati Mangungu ndo mwenyekiti wa Simba? Kwa nini wana hofu? Cha kwanza kabisa nilifuatilia uchaguzi wa Simba. Niliwahi kusikia watu wanasema ameshinda kwa kura za marohani. Ni kauli iliyokuja hivyo. Kwangu watu wengi wanaamini hawakumchagua. Sawa? Kwa wanaamini kwamba yani hawaelewi kilichotokea mpaka Mangungu akaja kuwa kiongozi wa Simba. Na baadhi ya watu mpaka leo wanakataa kwamba Mangungu sio kiongozi wao. Na ndio maana migogoro ndani ya Simba haiishi. Kuna watu wanamuona Mangungu hatoshi kuiendesha Simba. Hizo ni hearsays ambazo zinaendelea kwenye tasnia ya mpira wa miguu kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanaongea hivyo vitu. Kwa hiyo hofu inakuja tu kwamba huyu mtu ambaye sisi hatumwamini anaweza kuja kuiongoza Simba the way ambavyo tunavyoitaka. Lakini nikukumbushe kitu kimoja. Mpira wa sasa hivi unahitaji pesa. By any means, ukimweka Mohamed Dewji hapa na Murtaza Mangungu hapa, speaking of football ambayo inahitaji pesa, utaenda na nani? Na Mohamed Dewji ambaye anatoa pesa. So watu wanaona kumleta Mangungu ndo aje kuwa muamuzi juu ya shughuli zote za Simba. Yani Mohamed Dewji yeye kazi yake ni kuweka pesa, halafu anayekuja kuzitolea maamuzi ni mtu mwingine, ni kitu ambacho kidogo kina ukakasi. Ingawa ndivyo inavyopaswa kuwa, lakini baadhi ya watu wanaamini hapa bado kutakuwa kuna jambo halijakaa sawa sawa. So hapo ndipo ambapo kuna hofu ya wanasimba wengi. Ndio maana mimi nashauri, kwa sababu wana hofu hiyo, waandae petition kuiomba serikali ile katiba inayofanywa marekebisho itakapoanza kuwa active kwa maana ya kutumika, basi waombe ifanyike uchaguzi, yani ifanyike by election ya kuendana na nini? Na katiba ambayo itatoa nguvu kwa upande wa wanachama kuimiliki club kama ilivyo ndani ya Young Africans. Kupunguziwa kwa hisa kwa Mo Dewji kutoka 49 mpaka kuzigawa mara 3 na wadhamini wengine wapate kununua zile hisa. Unadhani Simba inakwenda kunufaika vipi? Kunufaika au kutokunufaika inategemea ni nani na nani watashinda zile zabuni za kuja kuwekeza ndani ya Simba. Anaweza kashinda mtu ambaye wote tunafahamu ana uwezo mkubwa sana kipesa, lakini akawa hajui mpira wa miguu unahitaji nini na nini, akashindwa. Wote tunafahamu Mohamed Dewji ni tajiri kuliko Ghalib Said Mohamed. We all know kuhusu hilo jambo. Lakini angalia yanayofanyika ndani ya Young Africans, sio yanayofanyika ndani ya kikosi cha Simba. So nini kinachoenda kutokea? It's not about nani anayekuja kuwekeza. I mean sio kiasi gani kinakuja kuwekezwa, ni nani anayekuja kuwekeza, anaufahamu mpira unahitaji nini. Akija mtu ambaye haufahamu mpira, hakuna kitakachotokea. But akija mtu ambaye anajua ni nini na nini kinapaswa kufanyika kwenye mpira, wana Simba watafurahi. So hiki kitu cha kwanza kabisa kinaenda kumnyong'onyesha Mohamed Dewji. Yani hili liko wazi, kwa sababu kutoka kuimiliki Simba kwa 49% ije kufikia 22.25 ina discourage. So kuna namna ambavyo Mohamed Dewji atahisi kusalitiwa. Na I think 2 or 3 programs zilizopita tuligusia hichi kitu kwamba kuna hujuma zinazofanywa ndani ya Simba dhidi ya nani? Mohamed Dewji. Tulihisi hivyo, tulikuwa tunahisi hivyo, zilikuwa ni hisia. Lakini kwa hichi kilichoibuka sio hujuma, ni utaratibu ambao serikali imekuja kufanya nini? Kuweka kwamba Simba mnapaswa kwenda huku. Ingawa by the time Mohamed Dewji anakuja kuwekeza hizi 49%, ni serikali ndio ilimruhusu. Tena kauli ya kusema twendeni kama ni mabadiliko yatakuja kufanyika mbeleni, wakati huo alikuwa Harrison Makembe ndo waziri wa michezo, ndo aliyetoa kauli ya kusema Simba endeleeni, mengine tutajua mbele tunakokwenda. Kwa sasa tunahitaji kuona mpira unapiga hatua. So kwa kuzingatia ile kauli, ule muda ambao tutakuja kuangalia mbeleni inakuwaje ndio huu ambao Mohamed Dewji anapaswa pia ku accept. Sasa itabaki kwake, kwa sababu kuna room ya watu wengine kuja kuwekeza. Anaweza kauza zile hisa au aendelee kuwepo au agawie wenzake. Lusama, hebu ngoja tuangalie kwa engo hii. Ukiangalia mashabiki wa Simba toka 2018 hawajaongezeka wanachama wengine. Ukiangalia Mo Dewji amekuwa akiibua hoja kila siku kwamba nadai kiasi fulani, nadai kiasi fulani.
hii kutokuongeza wanachama wengine katika timu sio kwamba ndio inapelekea maneno yote ya Simba mara hivi au kwa upande wako unasema Mohamed Dewji kudai pesa ni jambo moja. Simba kutokuregister washabiki, wanachama wengine ni jambo jingine. Mohamed Dewji alikuwa anadai, and I'm very confident atakuwa anadai, sio mwenda wazimu kuja kusema kwamba anaidai Simba. Lakini mabango yake si hapo kwenye jezi. Yeye sio mwenda wazimu kusema kwamba anaidai Simba. Sawa? Yaani mabango yapo kwenye jezi. Si value ipo, mikataba si ipo. Kwani Simba walikubali tu haya njoo uweke tangazo lako kwenye jezi ya Simba bila makubaliano? Makubaliano yatakuwepo. So hata hiki anachokisema yeye kwamba anaidai Simba kitakuwepo, and at that time has come. Atakuja aidisha naidai Simba hiki na hiki na hiki. So hawa wanaokuja kuwekeza, wanaokuja kuwa wawekezaji wenzangu ndani ya Simba, waje wakijua naidai Simba hiki kitu. Kwa zile 49% kwa sababu ni maelekezo ya serikali na uhakika zitagawika. And I'm very confident zitagawika hizi 1%. Mohamed Dewji kama ataamua kuendelea kusalia ndani ya Simba atasalia, lakini watakuja watu ambao watapaswa kupei gharama ya alichokitumia. And hapo kwenye kwenda kwenye marekebisho ya katiba ya Simba, kuna maoni ya kwamba inatakiwa ifanyike nini? Tathmini upya. Lakini kitu ambacho mimi nimeshangazwa kwa mujibu wa taarifa nilizonazo mimi, vitu vyote vya Simba vifanyiwe tathmini upya. Lakini majengo yasifanyiwe tathmini. Maana yake nini? Ni kwa sababu wanataka Simba iwe counted upya sokoni, ipate thamani halisi ya sasa. Evaluation ianze mwanzo kwa kila kitu ndani ya Simba ili wapate actual value ya Simba kwa sasa. Hawa wanaokuja wajue kabisa hii thamani imefikishwa hapa na Mohamed Dewji. Kwa hiyo kama ni kunufaika Simba wanufaike na wakumbuke kwamba hii thamani wakati Mohamed Dewji anakuja ilikuwa bilioni 19.8 kama sikosei. Hizi kufika bilioni 20 ni yeye aliongeza. But actual value ilikuwa ni bilioni 19 point something ambayo ilikuwa inazidi nusu. Kwa hiyo hii value ya kuja bilioni 20 aliyoweka Mohamed Dewji na kuifanya Simba imekuwa brand inayotajwa barani Afrika kwenye mpira wa miguu, wanapaswa kuheshimu kwanza hichi kitu alichokifanya Mohamed Dewji. Ikija evaluation ya kwamba Simba kwa sasa ina thamani ya bilioni 150, bilioni 100, bilioni 120, ikija hiyo value, wajue hii value haikufikishwa hapa na mtu mwingine, ni Mohamed Dewji. So anapaswa kwanza kuheshimiwa kwa hichi alichokifanya. Yaani hapaswi kubagazwa the way ambavyo watu wanavyomchukulia as if yani hakuna chochote kile alichokifanya. So baada ya hapo sasa ndio yeye aamue niendelee kuwepo Simba au nikusanye kila kitu changu niondoke nitoe fursa kwa watu wengine kuja. Simba wakitekeleza haya maagizo ya BMT, unadhani Simba inakwenda kuwa ni timu ya aina gani kimuonekano? Kwa maneno niliyowasikia kutoka kwa Crescentius Magori ambaye ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba. Yaani hata kama hii katiba itaandikwa na malaika. Hii katiba hii inayozungumzwa sasa iandikwe na malaika. Malaika. Yaani malaika wao wajumbe wa Mwenyezi Mungu wao wanaomtumikia Mwenyezi Mungu ndio waiandike ile katiba ya Simba. Kwa hiki nilichokisikia na kizungumza Crescentius Magori, kinachoendelea ndani ya Simba hakuna mahali popote Simba itafika. Kwa nini? Kinachohitajika ni hawa wote ambao wanaonekana kuwa chokochoko ndani ya Simba ambao watu kimsingi wanawafahamu. Waweke kushoto na hawa watu wanaoleta chokochoko ndani ya Simba, I'm very confident ndio wanaozuia registration ya wanachama wapya. Hawataki fikra mpya, wanataka wao wenyewe waendelee kutawala, waendelee kufanya shughuli zao kupitia mgongo wa Simba. Ndio maana wanakwamisha hii michakato isitokee. Kwa hiyo hata hii katiba ikifanywa marekebisho, as long as hawa wanaoendelea kupikiana majungu ndani ya Simba wanaendelea kuwepo, hakuna kitakachobadilika. Itabakia kuwa Simba hii. Wanachama ambao wanakwenda kuingia kwenye mkutano mkuu, kipi hasa wanatakiwa kufanya ili mambo yawe sawa? Hicho unachokisema kisitokee sasa. Yaani cha kwanza wanachopaswa kukifanya, wanapaswa kwanza kukubali maagizo ya serikali iliyoyatoa. Hilo ndio jambo la kwanza wanapaswa kulifanya. Lakini la pili, waiombe serikali iwaruhusu wao kama mkutano mkuu wafanye maamuzi ya kuitisha uchaguzi wa klabu, kwa sababu wao ndio wenye hayo mandate, ndio mkutano mkuu wa klabu. Wakishaamua jambo pale it's over. Wakubaliane waitishe uchaguzi mpya.
utakaoleta watu wapya watakaokuja kuisimamia hii katiba mpya inayoandikwa. Kama kweli kuna lengo zuri la kuisaidia Simba, waitishe uchaguzi mpya, wale wenye uhalali wa kupiga kura wapige kura, lakini si kwa kutumia reja ya wanachama waliopo sasa hivi. Yaani kama kweli serikali inawatakia kheri Simba, wanahitaji kuona Simba inapiga hatua, wafanye kwanza wafanye registration ya wanachama wapya. Wakishafanya registration ya wanachama wapya, ndio watoe room ya kuitisha uchaguzi mkuu. Na kama vitu vitakuwa faster sana, basi miezi mitatu ya kwanza mabadiliko ya katiba, miezi mitatu ya pili waitishe uchaguzi, katiba ifanyeje? Isimame, ianze kuwa executed na watu tofauti na hawa waliopo ndani ya Simba. Kama kweli lengo la serikali ni kuhitaji Simba ipige hatua na mpira wa miguu wa Tanzania upige hatua, wasikubali kubadilisha tu katiba ya Simba halafu ibaki kusimamia na watu hawa ambao wamefikia hatua wanatoleana maneno magumu kwenye vyombo vya habari. Haya ndio yanayoendelea ndani ya Simba Sports Club. BMT wametoa maagizo yao. Simba Sports Club ni wakati sasa wa kusubiri mkutano mkuu kujua ni nini hatima ya Simba Sports Club, na hii ni The Golden Boot. Bye bye.